Mungu wetu uliye mwema, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Tunakushukuru kwa uhai na nafasi hii ya kujifunza. Tunaomba utupe hekima, ufahamu na moyo ulio wazi, ili yale tutakayoyasoma yatusaidie kufikiri kwa haki, upendo na ukweli. Ondoa chuki, hukumu na mawazo potofu mioyoni mwetu, na utujaze roho ya huruma na uelewa. Tusaidie tupate mafundisho yatakayojenga maisha yetu na mafundisho yetu na wengine. Tunakuomba haya kwa jina lako takatifu, amina. Ni swali linaloulizwa sana katika jamii zetu. Je, ni sawa kumwoa binti au mwanamke ambaye tayari ana mtoto? Watu wengi wamekuwa na mitazamo tofauti, wengine wakikubali na wengine wakikataa. Makala hii inaeleza kwa nini ni sawa kabisa kumwoa mwanamke mwenye mtoto na kwa nini jambo hili linapaswa kuangaliwa kwa macho ya haki, upendo na uelewa. Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa kuwa mwanamke mwenye mtoto ni binadamu kamili kama wengine wote. Kuwa na mtoto hakumpunguzi thamani yake wala hakumfanya asiwe mke mwema. Mara nyingi mwanamke huyu amepitia changamoto nyingi maishani, na uzoefu huo humjenga kuwa mtu mwenye hekima, subira na uwajibikaji mkubwa. Sifa hizi ni muhimu sana katika ndoa. Ndoa ni kuhusu upendo, uamuzi na dhamira ya kujenga familia, sio historia ya mtu pekee. Kama mwanaume amempenda mwanamke kwa dhati na akaona ana tabia njema, heshima na maono ya pamoja ya maisha, basi mtoto aliyepo hapaswi kuwa kikwazo. Mfano mzuri ni kwa mwanaume anayemuoa mjane au aliyeachika mwenye mtoto, na wakaishi maisha ya amani na furaha kwa sababu waliamua kupendana na kusaidiana. Kumwoa mwanamke mwenye mtoto ni tendo la utu na huruma. Mtoto anayekuja na mama yake anapata fursa ya kukua katika familia yenye upendo na ulinzi. Kuna watoto wengi waliopata malezi bora kwa baba wa kambo waliowapenda kama mtoto wao mwenyewe. Mfano halisi ni familia ambazo baba wa kambo amesomesha mtoto, amemlea kwa maadili mema, na leo mtoto huyo ni raia mwema na mwenye mafanikio. Katika mafundisho ya dini na hekima za maisha, upendo wa kuwajali wengine kunahimizwa. Kwa mfano, Biblia inasema, dini iliyo safi na isiyo na mawaa mbele za Mungu ni hii: kuwatunza yatima na wajane katika dhiki zao. Inapatikana katika Yakobo 1:27. Fungu hili linaonyesha wazi kuwa kuwasaidia na kuwajali walio katika mazingira magumu ni jambo jema na la kumpendeza Mungu. Kumwoa mwanamke mwenye mtoto ni sehemu ya kutekeleza upendo huo kwa vitendo. Kumwoa mwanamke mwenye mtoto ni sehemu ya kutekeleza upendo huo kwa vitendo. Vile vile kuna msemo wa hekima usemao, upendo wa kweli hauangalii ulipotoka bali unaangalia mnaenda wapi pamoja. Hii inatukumbusha kuwa maisha ya baadaye ndio muhimu zaidi kuliko makosa au hali za zamani. Ndoa iliyojengwa juu ya maelewano, heshima na upendo inaweza kustawi bila kujali mwanzo wa wahusika wake. Ni sawa kabisa na hata ni jambo jema kumwoa binti au mwanamke mwenye mtoto. Kinachopaswa kuzingatiwa sio uwepo wa mtoto bali ni tabia, maelewano, upendo na utayari wa pande zote mbili kubeba majukumu ya familia. Jamii ikibadilisha mtazamo wa kukubali ukweli huu, tutapunguza maumivu, unyanyapaa na tutajenga familia zenye furaha na mshikamano. Katika jamii, mwanamke mwenye mtoto ambaye hajaolewa au aliyeachika hukumbwa na lawama, dharau na hukumu nzito. Wengine huonekana kama hawafai kuolewa au wana mzigo. Lakini swali la muhimu ni hili: Biblia inasemaje? Je, Mungu anawakataa wanawake hawa? Je, kosa kumwoa mwanamke mwenye mtoto? Jibu kwa mtazamo wa Biblia ni wazi, ni sawa, na Mungu huangalia moyo wa mtu, sio historia yake. Yesu Kristo alikuwa mfano kamili wa upendo na ukweli. Hakuwahi kuwabagua wanawake kwa sababu ya maisha yao ya zamani. Badala yake aliwakaribia, aliwaheshimu na aliwapa tumaini jipya. Biblia inatuambia
Kuhusu mwanamke Msamaria, Yohana 4:7-18, mwanamke huyu alikuwa ameolewa mara 5 na mwanaume aliyekuwa naye hakuwa mume wake. Jamii ilimchukulia kama mwenye sifa nzito, lakini Yesu aliketi naye, akazungumza naye na kumrejesha thamani yake. Hakuanza kwa kumhukumu, bali kwa kumpa uzima mpya. Vile katika Yohana 8:1-11, kuna mwanamke aliyekutwa katika uzinzi. Watu walitaka apigwe mawe, lakini Yesu alisema, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Wote wakaondoka. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, nenda wala usitende dhambi tena. Hapa tunaona wazi kuwa hakubatilishi mtu kwa kosa lake, bali humuinua na kumpa mwanzo mpya. Biblia haifichi ukweli, inaonyesha wazi kuwa hata katika nyakati za kale kulikuwa na wanawake waliopata mimba nje ya ndoa, lakini hawakukataliwa na Mungu. Moja, Mariamu, yaani Maria mama wa Yesu. Mariamu alipata mimba kabla hajaishi na mume wake Yosefu. Biblia inasema Mariamu alipatikana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mathayo 1:18. Mariamu alipata mimba kabla hajaishi na mume wake Yosefu. Biblia inasema Mariamu alipatikana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mathayo 1:18. Kwa macho ya kibinadamu, Mariamu angehesabiwa kama kahaba au mwenye dhambi. Yosefu mwenyewe alitaka kumwacha kwa siri, lakini Mungu alimchagua Mariamu, mwanamke aliyekuwa na mimba kabla ya ndoa, kuwa mama wa Mwokozi wa ulimwengu. Hii inaonyesha kuwa hali ya mimba haimfanyi mwanamke asiwe wa thamani mbele za Mungu. 2. Tamari. Katika Mwanzo 38 tunasoma habari za Tamari aliyepata mimba nje ya ndoa kupitia Yuda. Alipopatikana na mimba, alihukumiwa auawe, lakini ukweli ulipodhihirika, Yuda alisema yeye ni mwenye haki kuliko mimi. Mwanzo 38:26. Cha kushangaza zaidi, mtoto wa Tamari, Perez, yumo katika ukoo wa Yesu Kristo. Mathayo 1:3. Hii ni ishara kubwa kuwa Mungu anaweza kutumia hata hali iliyoonekana kuwa ya aibu kuleta kusudi lake takatifu. 3. Betsheba. Betsheba alipata mimba nje ya ndoa baada ya uzinzi wa Mfalme Daudi. Samueli wa 2:11. Ingawa dhambi hiyo ilikuwa kubwa, Mungu hakumfutilia mbali Betsheba. Baadaye alimzaa Mfalme Sulemani, ambaye alikuwa mfalme mwenye hekima na pia yumo katika ukoo wa Yesu. Hii inaonyesha kuwa neema ya Mungu ni kubwa kuliko makosa ya wanadamu. Kumuoa mwanamke mwenye mtoto ni kazi ya upendo. Biblia inatuhimiza kupendana na kubebeana mizigo. Bebeni mizigo ya kila mmoja, nanyi mtaitimiza sheria ya Kristo. Wagalatia 6:2. Mwanamke mwenye mtoto ana mzigo wa ziada wa maisha. Mwanaume anayechagua kumuoa anachagua kuwa chombo cha neema, upendo na urejesho. Katika Hosea 1:3, Mungu anamwambia nabii Hosea amuoe Gomeri, mwanamke aliyekuwa na tabia mbaya na watoto. Ndoa hii ilikuwa mfano wa upendo wa Mungu kwa watu waliopotoka. Hapa tunaona wazi kuwa kuoa mwanamke mwenye historia ngumu si laana, bali linaweza kuwa baraka na somo la upendo wa kweli. Kwa mtazamo wa Biblia, ni sawa kabisa kumuoa binti au mwanamke mwenye mtoto. Biblia haifundishi kubagua, bali kufunika kwa upendo. Mungu hutumia watu waliodharaulika, walioumizwa na waliokataliwa na jamii kutimiza kusudi lake. Yesu hakukaa mbali na wanawake wenye sifa nzito. Aliketi nao
aliwapenda na aliwarejesha. Vivyo hivyo, mwanaume anayemuoa mwanamke mwenye mtoto anamfuata Kristo katika vitendo, si maneno. Kama Biblia imejaa mifano ya Mungu kuwatumia wanawake waliopata mimba nje ya ndoa, walikuwa wajane au walikuwa na watoto, basi ni wazi kuwa thamani ya mwanamke haipimwi kwa historia yake, bali kwa moyo wake na neema ya Mungu juu yake. Lakini pamoja na ukweli wote wa neema, huruma na msamaha wa Mungu, hapa lazima tuseme kwa sauti kali bila kuficha chochote: kupata mtoto nje ya ndoa au kabla ya ndoa si jambo la kuchezea, si mtindo, wala si uhuru wa kisasa. Ni dhambi nzito mbele za Mungu. Biblia haisemi kwa upole katika jambo hili. Epukeni uasherati. Kila dhambi atendayo mtu iko nje ya mwili, bali yeye afanyaye uasherati huukosea mwili wake mwenyewe. Wakorintho wa kwanza 6:18. Hii si kauli ya kutisha watu bure, ni onyo la hatari. Kupata mimba nje ya ndoa kunabeba aibu. Kupata mimba nje ya ndoa kunabeba maumivu. Kupata mimba nje ya ndoa kunabeba machozi. Kupata mimba nje ya ndoa kunabeba lawama. Kupata mimba nje ya ndoa kunabeba mzigo wa maisha. Wengi wanateseka kimya kimya, wengine wanalea watoto katika mazingira magumu, wengine wanachukuliwa kama mfano mbaya katika jamii. Usidanganyike. Dhambi huwa na gharama, hata kama baadaye kuna msamaha. Biblia inasema wazi, msidanganye nafsi zenu, Mungu hazihakiwi, kwa maana kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Wagalatia 6:7. Kupanda uasherati ni kuvuna maumivu. Kupanda uzembe ni kuvuna machozi. Ghadhabu ya Mungu haichezewi. Kwa sababu ya mambo hayo, ghadhabu ya Mungu huja juu ya wana wa kuasi. Waefeso 5:6. Hii si lugha laini, hii ni onyo la moja kwa moja. Kila anayechagua uzinzi, uasherati na mimba nje ya ndoa anachagua kusimama mbele ya hukumu ya Mungu. Hata kama baadaye anaomba msamaha, ndiyo Mungu anamsamehe, lakini msamaha hauondoi makovu yote ya matokeo. Ndiyo Mungu anapenda, lakini upendo wake hauhalalishi dhambi. Kwa hiyo, kijana, binti, mwanaume au mwanamke, usitamani kabisa kupata mtoto nje ya ndoa. Usidanganyike kwa kauli za tutarekebisha baadaye. Usivutiwe na tamaa ya dakika chache ukaharibu miaka ya maisha yako. Haki humuinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu. Misali 14:34. Mwisho wa yote, makala hii haisemi dhambi ni sawa. Inasema mtu mwenye dhambi anaweza kurejeshwa, lakini onyo limesimama imara: epuka dhambi kabla haijakuangamiza.